Mashekhe wangu wawili wa mikoa, mimi Mdengereko Pwani, mimi wa Dar es Salaam Pwani. Sasa shekhe wa mkoa wa Pwani na mimi Mdengereko yupo hapa, na shekhe wa Dar es Salaam yupo hapa. Lakini leo nataka nimtangulize Shekhe Walidi, kwa sababu yeye bado mshamba kwenye ushekhe wa mkoa. Bado mshamba kwenye ushekhe wa mkoa kwa kaidi Shekhe Walidi kani kwambie neno. Kile kiti kimekaa vibaya, kile kinajua kidogo. Kisogeze huku kwangu kidogo. Kinanyanyuka kwa dua. Basi. Eka vizuri. Juu kidogo. Maulidi. Weka vizuri. Mbona hangaika nacho tu? Kachupaki. Ndio hivyo. Shakubali hicho. Haya. Maulid, ivute nyuma zaidi. Nyuma huko au nyuma wapi Sheikh Walid? Rudi nyuma tena. Utatu sio bloke. Sawa wala la. Sheikh Walidi, umepata bahati. Kwanza ni mtu wa Pwani. Bahati ya pili, umepata mama yako mzazi ni mwalimu wa Qur'ani. Pili, umepata bahati baba yako mwalimu wa Qur'ani. Tatu, wewe mwenyewe mwalimu wa Qur'ani. Alafu aliyekufuata akawa mwalimu wa Qur'ani. Lakini wewe ni mudir wa mahadi Tadhamun. Wale wasiojua kuna mahadi pale Dar es Salaam At-Tadhamun, na huyu ndiye mudiri wake. Kwa hiyo maana yake kazi ya kulea kama ilivyokuwa Sheikh Samiri. Ndio maana nikataka mufatane hapo, min qabli an yatamasa, kabla hajaingia mtu kati. Utakuelewaje bwana? Sheikh Hamisi kazi yake atakayokuja atafanya taaliki fupi kwa kile alichokisikia. Wapi atajua mwenyewe. Alafu yeye ataniteulia hawa wazee hawa, kama atawapa wote au mmoja ataniteulia yeye. Huku tena airudi. Atafanya iktitaf. Lakini sasa wewe nataka nikurudishe pale pale kwa huyu mwalimu huyu, katika daraja zake mbili. Sijui unataka utuambieje katika upande wa malezi. Mwalimu huyu wa daraja ya kwanza wa kusomesha Qur'ani ambaye Sheikh Samiri kamzungumza, lakini kuna mwalimu ambaye kapanda kadaraja kidogo, akatoa khutba, akatoa mawaidha. Hivi ule ulimi wake kule anakoyapeleka maneno hayahitaji malezi haya? Anakuwa na kibali kwa mujibu wa dini, kwa mujibu wa mafundisho wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, awatandike lolote? Maana nakupa mfano kabisa. Mmoja katika sisi vijana tunaosomesha walimu aliwahi kusema akitoa mawaidha msikitini, na hii riwayatun sahiha muttafaqun alaiha, usiwe na wasiwasi na. Alisema, nyi wazee kutawadha mjuu mnamwaga maji, bora muache mkae nyumbani kwenu huko msikitini. Sijui hii iko sawa haiko sawa. Unatuambiaje katika daraja zetu mbili kabla hatujafika huko kwenye ushe? Hapa tunaposomesha na pale tunapopanda sasa, akina Sheikh Jongo, akina Sheikh Mkoyogore wakatupa khutba hadhara kama hizi, na wewe sema hapa panahitaji malezi au tunafanyaje? Marhaban bik, wewe peleke.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin salatan yukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa yukrimuna binuril fahmi wa yudhihu lana ma ashkala hatta yafhama innahu ya'lamu wa la na'lamu wa huwa alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mabwana watukufu, mashekhe zetu, walezi wetu, lakini viongozi wa roho zetu na wapangiliaji wa maisha yetu ya sasa na ya baadaye, na maustadhi wetu, walimu, wenyeji wetu, hadhirin kwa ujumla, na madarueshi wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote nitangulize kwa nafsi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kukutana tena katika kiwanja hichi kitukufu kinachokusanywa kwa sababu kubwa ya mapenzi ya ndugu yetu Sheikh Abubakar. Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, amtengenezee mambo yake, na kwa haya anayoyafanya iwe ni sababu ya yeye kupita katika wale watakaoingia peponi pasi na kuhesabiwa, na sie tunahudhuria tushike kanzu yake tupate kuingia. Kabla sijasema mwalimu aweje katika hutuba zake kuhusiana na mchango wa malezi, je, mwalimu anatakikana yale anayoyafikisha kwa wale aliowakusudia yawe yana malezi au yasiwe na malezi? Kwanza nianze kuwashukuru Sheikh Mziwanda na Sheikh Kiungiza babangu na wote mliokaa mkaliona jambo hili lifanywe, na hususan mwaka huu mada ziwe ni hizi: malezi na umuhimu wa mshikamano. Mwenyezi Mungu nanyi awalipe kila la kheri. Ni jambo kubwa sana kwa sababu ndio daira kubwa ya Uislamu. Tukitizama hata Qur'ani ambacho ndio kitabu chetu sisi marejeo, na Mwenyezi Mungu amekifanya kitabu hiki kiwe cha mwisho katika vitabu vyake vyote alivyovileta kutoka huko alipo, na kama inavyojulikana al-umuru bikhawatimiha, mambo uzingatiwa mwisho. Kitabu hiki mpangilio wake ukiutizama mwanzo mwisho ni malezi matupu. Suratul Fatiha ambayo ni ummul kitab, Mwenyezi Mungu alivyoanza kaanza kusema alhamdulillah, kisha rabbil alamin. Alikuwa anaweza kusema chochote pale, alhamdulillahi khaliqil alamin, alhamdulillahi razikil ibad, alhamdulillahi sijui shakuru ibad, lakini alhamdulillahi ar-rabb. Ameimodify lafzul jalala kwa kilma cha rabb, malezi, kuonyesha kitabu hiki ni malezi matupu mwanzo mwisho. Waliosoma wala kutufundisha kina Sheikh Hamid na kina Sheikh Ali bin Muhyiddin Mkoyogole wanatuambia hii ni husnul matali. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Kwa hiyo ni mada muhimu, mada ambayo kwamba inatakiwa isemwe kila leo. Baada ya kutanguliza hayo, mwalimu ambaye amekijua kitabu hiki na pale anapopata nafasi sasa akaja mbele za watu kwa maana ya kuwafikishia kitabu hiki, basi wajibu wake kukitizama kitabu hiki. Hata kama anataka kuzungumzia kuswali au hija, zaka, lakini anyunyize yale maneno yake, sura yake, muonekano wake, malezi. Ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kilichowavutia watu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam sio ule utume wake, ni ile picha yake. Ukimuona tu basi we unaacha vyako vyote unashughulika na yeye, kwa sababu alijipamba namna ya kuwavuta watu kwa maumbile yake tu. Kila alokusudia
kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kulifanya hilo kabla hajamuona, lakini akimuona anabadilisha muradi wake. Yule aliyosema, sijui inasemaje ile maneno, wa afdalu minka, anasemaje? Hassan ibn Thabit, wa ajmalu minka lam tara qattu aini, wa afdalu minka lam talidi nisa, wa ahsanu minka. Nasema hivi kwa sababu naona mnalalalala. Sasa ili tuchangamke pamoja, kuna kitu kuzungumza kwa njia shirikishi. Na hii Sheikh Abubakar, kwa sababu hakuna vinavyopita pita viburudisho, kwa hiyo watu wakikaa wanakimwa. Nimeangalia pale mpaka sasa tuna saa moja hivi na kitu tunasikiliza tu, kawaida mwanadamu anachoka. Hebu tusomeni wote zile beti zinasemaje? Wa ajmalu minka lam tara qatu wa ahsanu minka lam talidi. Twende mbele. Khuliqta mubarraan kaannaka. Huyu aliahidiwa pesa. Wewe unajua wewe kusema mashairi na kutukana, maana kuna watu wanakuwa vitukani hodari. Sawa, tutakupa pesa tutukanie huyu atukanike. Rudini katika sababu ya maneno haya. Tutukanie, na mzigo mkubwa kaekewa. Akaahidiwa hilo na akawa yuko tayari, akajipanga kwa buhuri zake kumtusi nani? Mtume sallallahu alayhi. Akawaambia, lakini kabla sijafanya hivyo niwekeni pahala ambapo mtu huyu anapita pita. Kwa hiyo mimi nitatizama nimtukane kuanzia nyele zake au mwendo wake au kitumbo chake, nipate picha hasa ya mtu huyu, taswiri niende kwenye tasdik. Akaambiwa hapa upita pita sana huyu. Akakaa, kapita mara ya kwanza, kapita mara ya pili, kapita mara, ndo kafiatuka hivyo. Wa ajmalu minka lam tara qatu wa ahsanu minka lam talidi, mpaka mama yake yeye anaingia katika nisa. Khuliqta mubarraan min kulli aibin kaannaka qad khuliqta, yani mzuri kukushinda wewe, jicho langu katu alijamuona. Mwema wa ahsan, kukushinda wewe hakuna mwanamke yoyote, hata mamangu mimi aliyomzaa. Wewe umeumbwa hali ya kuwa ni mwenye kutakazwa na kila aibu, kila aibu. Sasa kaifanyie kazi hiyo kila. Kaannaka kad khuliqta, kama nini? Ni pambo aliyojipamba na kupambwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kazi yake ya ualimu, awavutie watu ili wafate kile anachotaka kuambia. Kwa hiyo awalu shay, kabla ya da'wa ya maneno kuna da'watul madhhariya. Unatokezaje mbele za watu, your appearance. Ukisema unasemaje, misamiati yako, kucheka kwako, namna unavyobambanisha aya. Hata ukilikuta ambalo hili ndilo hasa limeharibu, namna gani unaliondosha lile. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenye anasema Anas bin Malik radhiyallahu anhu aliokaa naye, anasema ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'anan wala fahashan wa kana yaqulu 'inda al-ma'taba ma lahu tariba jaminu. Tumsalieni basi tena, tumsalie tena. Sasa nimekaa na mtu huyu, hakuwa ni mwenye kulaani watu. Neno shika adabu yako alikutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka pumbavu alikutoka. Na wala hakuwa yeye mwenyewe ni muovu. Kama mwanadamu huwa yakatokea mambo yakamkera akataka mtu kumlaumu, hasemi lile jambo waziwazi, anazungumza kwa kinaya. Mala hu tariba jabinu, mtizameni ndugu yenu, vipi mbona japa lake la uso limeingia vumbi? Ndo kamuudhi huyo. Atoki dale, we punda. Atoki hiyo. Kasimama katika member, kesha jaza aya zake,
na ameshika mikrofoni na watu wamemtolea macho na masikio wamemkunjulia, akaanza kuwatukana. Sallallahu alayhi wasallam hakuwa hivyo. Alikuwa ni mtu mwenye kunyumbulika vile alivyotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fabima rahmatin min Allah linta mbele walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam fadlu min hawlik. Mtume sallallahu Mwenyezi Mungu anaambia kwa sababu ya kwa sababu ya rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linta lahum. Maneno haya ukiyatazama kaya na matusi kidogo walaini Kiislamu sio matusi. Yani ni mtu uliokuwa una picha ya maji, ukiwekwa kwenye beseni lenye sura ya tumbo na wewe unaenea, ukiwekwa katika chombo chenye sura ya chupa na wewe unakaa vile, ukimwaga chini ndio linta lahum. Ni kwamba uko na kibaka, uko na mlevi, sasa uko na tumtaje malaya, linta lahum. Mwalimu anatakiwa hivyo, asije uwalimu wake tu masaa yote kwamba mimi najua na nisikilizeni na uyataka mimi ni haya, kwa sababu unababatiza. Ndio anayoyataka Mungu katika Qur'ani na ndio anayataka Mtume sallallahu alayhi. Rudi kule katika yule mtu aliotoa pipe yake akakojoa msikitini, jambo dogo ndio ingekuwa kichangani ile au Mtambani, sijui kumisikiti kama hiyo. Mtume sallallahu anaona wale mwacheni amalize kwanza mziki wake. Akamaliza mtu ana yule akakunguta, kisha akamwambia nyinyi mlotaka kumpiga tieni maji pale. Pakatiwa maji msikitini. Jamani, haikuwa sebuleni kwa mtu, msikitini. Afdhalul biqa'a fil ard, msikitini. Tena msikiti wa nani? Masjidun Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Umetiwa mkojo na mtu, akamwambia msimfanyie mambo hayo. Huyu bwana kwanza mwacheni amalize, kwa sababu ile ni haja ya kimaumbile. Mkimsababishia akaukata ule mkojo atapata kansa. Umalizike wote, apumue, kisha amalize, kisha nyie katieni maji. Baadaye akamwita, bwana huku watu hawakojoi. Mwalimu, shekhe, unatakiwa uwe namna hiyo, hasa katika wakati uliokuwa nao. Nimalizie niwaambie hizi nyakati hutofautiana. Wakati uliokuwa wakina Sheikh Hassan bin Amiri sio wakati wa baada yake kidogo. Wakati wakina Sheikh Hamid bin Masudi Jongo sio wakati wetu, sio wetu kabisa. Namkumbuka babangu Sheikh Al-Hadi, Mwenyezi Mungu amrahamu, aliwahi kunipangia hayo. Kuna baadhi ya mambo kabisa akanipangia, wakati huu yalikuwa hivi, wakati huu yalikuwa hivi, na wakati wenu iko hivi, na wakati watakaokuja baada yetu sisi utakuwa mwingine. Wewe unatakiwa ujue uko na watu wa zama zipi. Uko na watu wa zama, si ndio shekhe? Watu hawa ni wale wakina Sheikh Hassan bin Amiri wakati wa Muawiya ibn Abi Sufyan. Watu wote tukisoma historia tunajua namna mambo yalivyokuwa wakati wake. Alikuwa niseme kidogo Magufuli hivi. Mtu huyo alikuwa mkali, tumeelewana vizuri. Mpaka mtu mmoja akashinda, akamwambia bwana, mbona tupeleka hivyo bwana? Wakati wa Saidna Uthman haukuwa hivyo, sawa? Wakati wa kina Saidna Umar haukuwa hivyo, mbona unatupeleka hivyo? Yeye aliwaambia hivi, tabadharu ataammaru lakum, basi nyie kuweni kama alivyokuwa kina Abu Dharri na mimi ndo nitakuwa kama alivyokuwa Umar. Si inaeleweka? Hichi ni kitu muhimu kwa shekhe. Huyu mtu huyu ambaye mimi namfikishia hii mada ya wakati wa kina Sheikh Muhammad Ayubu au wakati sisi wa kina Mafuta, lazima uende kwa mifano. Umeelewa Sheikh Samir? Tabu tunaopata sisi ni kugugumiza kwamba lazima wale watu waliokuwa chini ya Sheikh Ahmed bin Juma ndio hawa tuliokuwa nao sisi. Kala washa dawamu hali min almuhal. Mtume Muhammad
sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min yawmin illa wa ma ba'dahu sharrun minhu, hadithun sahih. Hakuna siku isipokuwa inayokuja kesho. Haya tena, tuje. Hakuna siku isipokuwa kesho yake ni mbaya zaidi kuliko jana kabisa. Kibaka yule wa miaka 50 sio kibaka wa sasa. Kibaka sasa hodari. Mwizi wa zama zile sio Sheikh Muharram. Limetokea tukio Kichangani juzi. Asante bwana. Lete. Sijui Kenya. Misikiti yote Dar es Salaam kuna wezi wazoefu wa viatu. Na kila siku anakuja na mbinu mpya. Sheikh Hamid kaja mtu mmoja Kichangani pale, anaswali viatu vyake kaeka hapa. Mwanzo mwisho. Kila akiswala kichungulia vipo. Raka ya kwanza kichungulia, ya pili, ya tatu, mpaka yuko tashahudul akhir, at-tahiyatul vipo. Salamu ya kwanza vipo. Unajua kapigwa wapi? Salamu ya huko. Haya, uwezi hao zamani alikuwepo. Lazima uje na misamiati na umuhusu mwizi huyu wa kisasa. Uje na aya hiyo laqad kana lakum kuhusiana na huyu mwizi wa ma alaina ila albalagh mubin. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran.